Adio Mungu wa Israeli. Alléluia. Asema tout est accompli. Usemi wa roho. Amen. Anatududisha kwa msalaba. Amen. Amen. Anatupeleka wapi? Kwa msalaba. Ile wakati shetani anazania sema mina mubamba Israeli. Ka Israeli mine kaponda. Ka Israeli kana kufwa. Akate shigirika tena. Amen. Amen. Shetani anasema bwana ulikuwa mkalamushi. Sasa ule pa msalaba. Angalia mai vile wanakuvuya. Angalia damu vile wanakuvuya mumbavu. Amen. Amen. Kwa sababu tukufu ya Mungu ni siri, shetani hakujua kitu. Pale alizania sema anashinda, kumbe ndio parikuya mwanzo wa sheke yake. Amen. 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 Mungu wa Israeli. Alléluia. Na Yesu Kristo ni mfalme wetu. Amen. C'est pourquoi nous avons dit hier. Tulikwambia jana kusema Mungu wako iko na plan mzuri sana na wewe. Amen. Amen. Ile wakati unazania sema unashindwa na kwa kumwisho. Nasema njoo pale utukufu ya Mungu inaanza kuonekana. Amen. Leo uyo kama wewe Lubumbashi. Wewe Mkristo wa Lubumbashi. Wewe mzee wa Lubumbashi. Wewe evêque wa Lubumbashi. Wewe mama kipendano wa Lubumbashi. Uyo asema leo utukufu ya Mungu inatimilika ndani ya maisha yako. Amen. Bravo Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Atazidi wa Mungu wa Israeli. Alléluia. Uyo eleki. Kwa sababu mambo yetu ya kiroho inasindikizwa katika usemi wa Kristo. Kutimilika kwa nini? Kwa mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yangu. Mikro iko hapo. Oui. Twende kutimilika kwa mapenzi ya Mungu ndani ya maisha yangu. Très bien, tushangilie Bwana. Gloire au Seigneur. Na wewe sema namna nyingine. Kutimilika kwa matengenezo ya Mungu ndani yangu. Mimi Daudi. Kwa sababu matengenezo, si hapo termo nyingine. Kutimilika kwa kazi ya Mungu ndani yangu mimi Daudi. Mara nyingine. Kutimilika kwa kutaka kwa Mungu ndani yangu. Très bien. Nikalika termo mimi napenda kabisa. Amen. Amen. Kutimilika kwa kutaka kwa nani? Kwa sababu yeye Mungu anataka, hakuna mtu atapindula. Kutaka kwa Mungu juu ya maisha yangu mirabi niko naye na Elia. Amen. Amen. Mimi kwenda niko naye na Elia inapaswa nitimize vile Mungu anailomba kufanya leo. Amen. Amen. Inapaswa nitimize vile Mungu anailomba kufanya leo. Jo safari itanipeleka kule. Amen. Amen. Na wakati Mungu naona mnasema tunamwona Elia, tunamwona Papa Rabi, kisha tunamwona Elia anatokea. Anatoka mumpepo, anatoka mubulongo, anatoka mumai, anatoka mumucho. Lala, amuyo kule mwana ipeleka. Amen, amen. Amen. Amuyo kule mwana ipeleka. Ndio naweza sema ifanike tu hapa. Atoke tu pamuchi hapa tupande. Amen. Amen. Kwa msawa wa kushala, anashala, wa kwenda, anakwenda. Sema amen. Amen. Petia pana uninyang'anya kupe. Badesha unipa kupa acha niende nayo. Hapana uninyang'anya kupa sema no, mimi sitaacha. Amen. 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 Ha, Yesu. Sema mbele wa Yesu. Yesu. Sema bien. Yesu. Aya. Sema kwa Kristo. Kristo. Haleluya. Mbona mtaya tu? Milomo, kama mliweza kumuona vile iko na butamu yake. Hapana. Ni mambo rudia. Pale unasema Kristo unamtaya kwa milomo, unamshika na ndani anachangamka. Kama anachangamka ndani tunasikia. Sema Kristo. Kristo. Ya. Mama potre funga mshipi. Mandio anasema pale walikuwa mawili Ile ship utashangaa moyo na Anale.
Unaanza kulia ndio rabi wangu. Amen. Amen. Hallelujah. Na Yesu Kristo ndio mfalme. Amen. Hapana kunishindikisha kumulima. Wewe panda na wewe kumulima. Hapana kusema mimi namsindikisha wangu. Sema na wewe unapanda wapi? Kumulima. Kwa sababu kule kumulima kuna zaidi ya ile mama ulizania samanisha kupata. Amen. Amen. Kule kumulima jompu ila mambo na mulima joy. Amen. Amen. Na wile Bumbasi wanakuambia bien. Bile bili kufunga bile kati itika ile kusema kwa Kristo. Amen. Na inapaswa ionekane ndani ya maisha yako. Na iko vile. Kwa sababu Mungu wetu asemake bongo. Amen. Amen. Hauze Mungu asifiwe. Hallelujah. Niweze kuambia sema Mungu anakuwa na matengenezo makubwa sana juu yako. Ila tu anakulomba ufungule macho. Kwa sababu kile Mungu anafunga hakuna nguvu, hakuna mtu, hakuna mtawala hata moya anaweza kukushindisha Mungu kufanya plan yake. Kile kitu Mungu anaweza kusimamisha, sharti kitafika kumwisho na paka kitafanyika. Amen. Amen. Na njoo semi wa roho ya Bwana leo kwa taifa yake ya Israeli. Alimwambia mnabii mkubwa, mataifa yote, makanisa yote, maofamu yote itapika nini? Magoti. Itapika magoti. Amen. Na usemi wa roho ya Bwana haiwezi kupita bure. Amen. Azezo Mungu wa Israeli. Na Yesu Kristo ni mfalme wetu. Na kisha alituambia akasema mshibabaike kwa sababu vyote ni bien. Vyote ni bien. Tuko wapi? Tuko wapi hapa? Kwetu. Wengi ulienga. Amen, amen. 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 Eske liweza kuwezekana? Tunakanyanga petu. Kwa sababu vyote ni bien. Tena tupita na hapa. Alituambia ni vyote bana yenga ni vya banani? Cheba mpira mama. Très bien. Leo shabu tunikala hapo pa 5e A. Aje Mungu Yesu. Hallelujah. Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Unikala unapanga nani baada ya kuyenga tangalia. Unaonyesha kupoze. Amen, amen. Amen. Aje Mungu Yesu. Hallelujah. Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Usemi wa Bwana, usemi wa nabii wa Mungu haiwezi kupita bure. Amini ile. Amen. Na kusema Mungu ana matengenezo makubwa sana juu yako. Na Mungu hapana kupenda kukuona vile wewe. Mtu akuidilia. Hapana. Mungu hakuumba mtu kwa sababu yake katika mangaiko. Hapana. Anaomba mtu, anamweka katika shamba la Eden, anamwambia tout ça t'appartient. Amen. Amen. Na kwa hiyo Yote. ni kweli ni bon. Ni kweli. Il lui dit tout ça t'appartient. Mais mtu kwa sababu ya kukosa akili na hekima ya kuheshimia sana usemi ya Mungu, anitosha mwenyewe. Na wewe pale unekala, unitosha wewe peke mwile matengenezo ya Mungu. Kwa sababu ya kufahamu. Kutafuta kutembea na dunia kama vile ni rafiki yako. Na jambo nakwambia sema dunia aina yako. Adue Mungu wa Israeli. Na Yesu ndiye mfalme wetu. Amen. Tutasoma andiko ya 1 Corinthians. Jana kwa andiko mengine tukusome. Kwa andiko mengine tukusome. Proverbe 19. 19, 20 à 21. Tutaanzia pa ile na tutaendelea. Asubuhi mtanisomea Wakorinto wa kwanza chapitre 2 verset 17 na chapitre 6 verset 19 à 20. Mbele ile maandiko tatu. Tusome. Tunasoma kitabu ya Proverbe chapitre Proverbe ni mezali Mswahili.
chapitre 19, versets 20 à 21. Anasomwa hivi, nous disons en français, écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Kama mtu alipotesha ile matengenezo ya Mungu aliweza kutia ndani yake, ni kwa sababu alikosa masikio. Hakusikia, alitoka matengenezo ya Mungu. Mungu alimpatia vyote, alimwambia vyote ni vyako na kuweka kwa mtawala wa vitu vyote. Amen, amen, amen. Alipenda kusikia usemi wa mtu mwingine palipa kusikia usemi wa Muumba wake. Nilo nakwambia, sema wewe mtoto wa Israeli leo, kama unapoteza sana na kukawisha matengenezo ya Mungu kutimilika ndani ya maisha yako, ni kwa sababu haushiki yake. Amen, amen, amen. Unapenda ujongozi wewe peke kufuatana na akili yako, eputa akili ya mtu ni bwaribifu mtu. Continue. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Asema ndani ya maisha ya mtu, ndani ya moyo wa mtu, muko bintu vya mingi sana mtu anapendaka bifarike. Amen. Amen. Na hapa unakuya, huko na vile unaweza kufunga mroho yako. Amen. 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 Lakini sikia vile Mungu anasema. Mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Accomplir sa destinée. Amen. 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 Il y a beaucoup de projets dans l'esprit de l'homme. L'homme a beaucoup d'histoires qu'il organise lui-même dans son cœur. Amen. Amen. Mais l'Esprit de Dieu aujourd'hui voudrait te dire, laisse s'accomplir la volonté de qui? De Dieu. Parce que ni kule kutaka kwa Mungu itafanyika. Na mimi mwambia sema ile matengenezo ya Mungu anashika ndani yako, hata unafanya je. Paka bifike kumwisho. Kwa sababu kile Mungu anafunga, hakuna mtu anaweza kukiharibisha hata siku moja. Amen. Na maandiko yanasema ule mtu yuko mikono ya Mungu. Ule mtu Kristo anabamba mikono yake. Hakuna nguvu hata moja hii dunia itaweza kumtosha hapo. Amen. Amen. Sasa Mkristo atakubamba je? Kukubamba kwake ni kutembea kila siku ya maisha yako katika boka ya Mungu. Amen. Amen. Kutembea na kongopa zambi. Ule Mungu anakubamba mkono hata kuna kwa mpepo ya namna gani. Alafu Mungu wa Israeli. Alléluia. Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Accomplir sa destinée demande à chaque personne d'être très attentif à la parole de Dieu. Être très attentif au programme divin. Être disposé, s'abandonner dans les mains de l'Éternel pour que lui seul accomplisse son destin. Amen. Amen. Ni mwatie Mungu atimize kutaka kwake ndani ya maisha yangu. Amen. Amen. Lakini nalisema na jana, sisi watu tunapenda sana kukombana na Mungu. Utaweza kujiuliza na kukombana na Mungu namna gani? Amen. Aje Mungu wa Israeli. Mnakuwa kumulima. Kumwisho kila mulima kuna kala matengenezo. Na ile matengenezo wanaitangazia kanisa yote. Amen. Me wakati tunarudia kuma kwetu, wakati tunarudia kuma konfreri yetu, sote benye bazeba nikala mareunion wanafanya nabo matengenezo yabo ya umbalimbali na ile balikamata kumulima. Ni sote watoto ya Mungu benyewe wakati batangazia ile matengenezo na wao wanaanza kufanya tu mareunion yabo. Hivi benyewe balisema eske tutabiweza. Bo benye wanawaza asema bo njoo na makuta. Bo benye wanasema bo wanasema tuko mukirize. Bo benye. Tout ce que vous dites là, vos pensées là. Amen. Amen. C'est un combat contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ni wasema ni bukonvi na nani? Na Mungu. Ni ukukombana na Mungu. Bila unawaza kufanya pasipo Mungu hautabiweza. Amen. Amen. Kwa maana mtoto ya Mungu ndani ya kinywa chake neno yote natoka msauti ya Mungu kwake ni kusema tu amen. Que ta volonté soit faite. Mapenzi yako ifanye. Amen. Ni pale utaona faida ya maana ya msalaba. Quand le Christ dit sur la croix
Seigneur. Aujourd'hui, tout est à... Amen. Nous sommes imunene sana. Wakati Yesu anasema vile, alikuwa bado hayatukuzwa. Amen. Me alijua ya kama pale alifika ndio pamoja ya mambo yote na anaona yule ya msalaba, anaona utukufu. Amen. Amen. Mungu wa Israeli. Mais toi tu te décourages rapidement. Kama unapata kama gumu kaloko, ukipata kama malari, ukikosewa chakula, vya kusema mwingine vinapita. Amen. Meyua leo ya kama matengenezo ya Mungu ndani ya maisha yako ni mazuri sana. Bile Mungu yukuwazia ni vizuri sana kupita bile wewe mwenyewe unawaza, kupita bile uko navyo. Amen. Atakazwe Mungu Israeli. Alléluia. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Kijana kama mwenzako anaoa leo, hapana kuhangaika na moyo. Ndio. Parce qu'il y a encore plus que il y a de très belles filles. Alléluia. Qui dépassent cette fille-là qu'on vient de prendre en mariage. Est-ce que vous l'avez dit? Amen. 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 Amchike bien. Amen. 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 Sasa mimi nakwambia sema waache ule ulisha kuangalia. Dieu Mungu Israël. Mais moi je voudrais simplement te dire que na ule mwenyewe wako pengine bayamza. Amen. Amen. Papa. Pengine bayamzala. Wewe unahangaika na leo unaona macho. Dieu Mungu Israël. Ni huko ndio Mungu pressé kwa. Est-ce qu'à Kinshasa on se marie comme ça? À Kinshasa on ne se marie pas à 30 ans. Mais toi tu n'as que 24. Amen. Pressé. Léo Dieu te fait une collation. Ou déjà on va fiancer 4. Collation. Mais tu as déjà 4 fiancés. Kaji au ya patu. Kitanda uyauza. Mimi mwambia jana mimi sema Kitanda yauza. Chokoshana. Mnyumba Muna kitanda. Na kila kukinyeja masuwa udeleke na. Aje Mungu wa Israeli. Alléluia. Na Yesu Kristo ndio mfalme wetu. Amen. Timothée. Aje Mungu wa Israeli. Alléluia. Mimi nataka Timothée ni bami wewe Timothée kana. Pako yuko hapa. Basi Timothée mko mangapi hapa? Sasa mimi nasema Timothée, wewe deja unacheka. Ndio simkuko Timothée ule unavize. Amen. 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 Mungu wa Israeli. Alléluia. Yesu Kristo ni mfalme wetu. Amen. Jobu Mungu na Mungu. Kutulizana, kuacha kutaka kwa Mungu kutimilike. Na kutaka kwa Mungu ni vitu vizuri sana. Ça c'est vrai, je vous dis sincèrement. C'est ça la vérité. Amen, amen. Amen. Mungu wa Israeli. Na Yesu ndiye mfalme wetu. Huyu tunatoka huko mhubiri moya. Mwalimu yangu. Amen. Anasema hiki kichwa kinanipomona. Amen. Usema ya plus que ça. Mimi zania mimi asema sababu ile minjo mili mfundishaka huyu Papa Rabi. Minjo nafika pamwi. Amen. Mesiku yoka sema kesho na kesho kutwa Papa Rabi atakuwa mtume. C'est le plan de qui? Le plan de Dieu est insondable. Amen. Mais non, pas le week-end, on veut le test. Qui a pas le week-end? Est-ce que on a eu assez de Dieu de voir pasteur? Est-ce qu'on a assez de Dieu de voir papa Keki? Papa José Keki. On a assez de le place de quoi pour dire? Ah oui. Amen. Amen. Parce que même lui ne savait pas qu'il deviendrait un jour le pasteur de cette grande famille de Lubumbashi. Il ne le savait pas. Tu as réussi comme Maïcha n'a pas compliqué dans le Union Boussoda. Na butoto wote. Pala nasikia sema banaleta $100. Tumapu. Wakati nenea na yankana. Amen, amen. Amen. Dieu Mungu Israël. Alléluia. Yesu ndiye mfalme wetu. Amen. Je vous dis les plans de Dieu. Hata unakwenda unapanda un jour viendra. Mungu atakualia. Amen. 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 Mungu pa atakurudisha.
Amen. Amen. Aujourd'hui, Papa José, c'est notre grand pasteur de Lubumbashi. C'est ma belle amen bien. Amen. Na bibi yake mwenyewe kwa hapo ashikilia takikeleke. Sije ndio sema wa Israeli. Beba Israeli ni mambo tu. Amen. Amen. Wakati mimi nasimama mimi naanza kucheza, mimi napiga macho ngambo moja, metangu alikala. Ndio napiga mikono mpaka mimi sema mimi nakufa. Diva m'encourager, mon Dieu. Mimi napiga huko. Wow, Seigneur. Gloire à Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est très merveilleux. Amen. 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 Mungu huyu wetu kama unamwaminia mzuri sana. Mimi nakwambia sema ni wa maajabu. Amen. Amen. Ni wa maajabu sana na iko capable wa kutransformer maisha ya mtu msekondo. Amen. Muminiti moja hivi maisha yanabadilika. Adieu Mungu wa Israeli. Na Yesu Kristo ndiye mfalme. Voilà ni ile tulisema. Donc le destin de Dieu ni matengenezo makubwa sana ile Mungu alishakuweka ndani ya mtu. Kwa sababu Mungu atumikake na bintu, Mungu anatumikana na watu. Na bantu. Amen. Amen. Na matengenezo yake yote anaweka ndani ya mtu. John nilisema leo uko na hamu sana ndani ya maisha yako kutafuta sana kuvumbula ni kitu kani Mungu alishakuweka ndani ya maisha yako. Ni kitu kani kizuri kile Mungu alishakuweka ndani ya maisha yako, kile mpaka sasa akiaonekana waziwazi, akiatoka peupe, akiatimilika. Amen. Amen. Na kama unakuwa na ile nia ya ile namuna hautatumainia mtu. Amen. Amen. Même si quelqu'un passe ici avec une grosse voiture, ça ne te dira rien. Amen. Amen. Parce qu'en toi, uko na confiance ya kusema mimi najua ya kama yeye anatembea mu voiture, peut-être ndani ya moi je vais en avion. Mais maoni yanaonyesha hapa niko katikati ya maji mubato. Amen. Katikati ya maji. Na pale katikati ya maji ndio pale Mungu alitengeneza tukapatane mundo ya milele na nabii Elia. Amen. Amen. Difficile à comprendre sur le plan charnel, mais spirituellement c'est possible. Amen. Amen. Mungu wa Israeli. Parce que Mungu anaweza kupatana na mtu fashi yote ile anataka kutaka kwa Mungu hakuna obstacle. Obstacle ni kwetu sheba. Mais Mungu kwake hakuna obstacle. Hakuna kizuio kwa Mungu. Tout est possible. Amen. 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 Mungu wa Israeli. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Ulitoka kwa nyumba yako akuyue kile Mungu anakutengenezea huko. Umetafuta ukivumbula leo. Ndio nakwambia sema mimi na yomwe wote mnapanda kwa hii mlima leo, hamutarudia vile mlikuwa. Haina roho nisema. Me kama huko mtu mnofu hautashikia. Ni usemi wa kiroho na pakusikia mzuri turudie shehe wote muumbo la kiroho. Amen. Na ile mambo itatimilika. Bana kwambia sema kama mpaka leo hauna kazi lakini pakutoka kwa mlima utapata. Amen. Amen. Mungu akukumbe wewe asema ubakie mtu wa kulia mpaka jala, mtu kwa kulomba hapana. Amen. Amen. No, umwambie Mungu leo asema kutaka kwako haina mie nibakie wa kulomba. Umwambie Mungu asema leo Baba kutaka kwako haina mie nibakie wa kulomba. Sema nguvu. Kutaka leo Baba kutaka kwako. Problem. Maisha ya kulomba mimi nakatala hayo. Amen. Amen. Sema ushirika na kushirika. Maisha kulomba nakatala hayo. Comme on fait ça misa, si on me dit la misère. Mais moi je te dis la vérité. Amen. Amen. Parce que le plan de Dieu kwa koeye akuweke maisha yako ya kulomba. Amen. Oje Mungu Israeli. Hallelujah. Na Yesu ndiye mfalme wetu. Amen.
Umwambie Mungu asema akunyumbe mie june bakiwa malari. Akunyumbe mie june bakiwa malari. Sema mara nyingine. Akunyumbe mie june bakiwa malari. Sasa. Haina mizaa. Amen. Oje Mungu asaye. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Kutaka kwa Mungu juu yako haina wewe bakiwa malari masiku yote. Amen. Ataka sejo wa Mungu asaye. Haleluya. Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Hata mara moja. Ndio sababu kutaka kwa Mungu juu ya Israeli yake mpya leo ni Israeli itukuke. Amen. Amen. Ndio kwa maana japo tuko hapo tunikala makelele leo nasikia. Si ndio vile? Ndio. Makelele leo nasikia. Mimi nimwambia sana tunafika ukamina, tunakutanisha kule ukamina. Kanisa ya Israeli baacha kuizarau mubaya. Asema ni kanisa kama wewe kama mfumo. Kama loji. Bakuvoile vya rouge, vya vert, vya blanc. Tunafungia mkanyumba. Amen. Amen. Bila wanafanyika mkale kanyumba, hakuna mtu anayejua. Watu wao wanafanya wanaingia, wanatoka. Banifungiria hapo. Kipande banembemba hapo tumamimbo, banatoka. Watu wao wanakumpembea simama baba, tunafanya uongopa. Hivi tu wale wanafanya. Babo mpoe banene. Asema njoo lawa ya deputy Ezekiel. Njoo tu bantu yake tule wanafanya malawa. Amen. Amen. Mungu asifiwe. Haleluya. Na Yesu Kristo ndiye mfalme. Amen. Lakini pale siku ilienea. Kristo alitayarisha. Jua kutimiza kutaka kwake. Mumkini ya kamina. Amen. Amen. Kujua kwa bantu kuna badilika. Mumini tulifanya siku ngapi? Bile Mungu alipanga miaka yote hii Israeli ilikuwa kamina. Mungu alimipomona mumini. Amen. Amen. C'est pourquoi je te dis, ton Dieu là-bas est capable de transformer ta vie dans une seconde. Amen. 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 Mungu eko capable. Muminiti kiloko maisha yako yanabadilika. Unaanza kupita unasema njoo ana ye. Njoo Unamwambia sema njoo baba mimi. Amen. 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 Mungu asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Ujingize kabisa matengenezo ya Mungu. Ndio. Ichika matengenezo ya Mungu sana. Fanya kazi ya Mungu na furaha yako yote. Mule mkusiri ya Mungu kutimiza kutaka kwake ndani ya maisha yako. Amen. 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 Ndiye Mungu wa Israeli. Nilikwambia sema kutaka kwa Mungu. La destinée de Dieu est incontournable. Hakuna mtu anaweza kupindula bila Mungu aweze kutengeneza maisha ya mtu. Hakuna. Amen. Aje Mungu wa Israeli. Hana ako pa hii dunia hata moja. Hakuna nguvu hata moja. Tulisoma na mule msheria 10 ya imani. Amen. Unaamini kama hakuna nguvu hapa ulimwengu ile inashindwa nguvu ya nani? Ya Kristo. Ya Kristo. Shini ulizo. Ndio. Eske unaamini kama hapa hii dunia yote, pa hii ulimwengu yote, basi ulimwengu unabeba na bulongo na mambingu na yote. Eske unaamini asema hakuna nguvu nyingine ile inaweza kushinda nguvu ya Kristo? Unaamini ile? Pengine unaamini tu milomo. Juu kama kweli unaaminia kule kusema, hata unakuya mbele ya obstacle ya namna gani, hautababaika. Utamwambia tu unasema mimi najua wewe Kristo wangu. Wewe Kristo mimi naamini. Hapa mission est obstacle. Mimi nasoma questionnaire iko compliqué, mais mimi najua sema wewe kuna majibu yote. Kristo mimi siwezi kushinda hii examen. Amen. Moi je dois réussir. Amen. Amen. Na kama unasema vile na hakikisho utaweza. Amen. 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 Ote Mungu wa Israeli. Haleluya. Mungu yuko capable unaandika vya 4. Mais professeur anasoma anaona viko vya kweli. Amen. L'esprit du Seigneur. Ote Mungu wa Israeli. Haleluya. Ndiye mfalme wetu. Amen. 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 Mpaka leo Mungu anashikia boka ya kuhubiri. Mungu anashikia boka. Basi mjijue.
Leo Mungu anapenda mjijue. Kwa sababu anasema leo kwa hii mlima Lubumbashi Naokolewa. Kuokolewa kwa Lubumbashi ni wewe kusimama. Na hii nguvu Mungu anakupaka leo ni wewe kusimama kutoka kwenda nje. Kuambia wale wanafanya makelele, muache makelele, mukuye hapa, mshikie matengenezo ya kweli ya nani? Ya Mungu. Amen. Kukamina ba profeti wanapitisha bantu mu matribune. Bale walikuwa wanakuwa na mankoti na Biblia, anaingia anafika nyario tu nyetu ni tubantu kani. Batoto ya pikira wanamwambia sema baba kama unaweza kuichika ukala kupanga kiti. Pale ndigala panga kiti. Batoto ya bwana wanamjunguluka. Banapindura kitu anasema baba huyu mtu anasema je, asema hapana kitu hapa, mumwambie asema maisha yake baisha kufunga hiyo mkibuyu. Amen. 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 Anahangaika sana. Kama alianza kutafuta ayapata. Angalie kule alitoka. Baisha kubamba yeye. Hapo unatembea ni kipua tu. Gumuntu yake Basha bubamba. baisha kwenda nabo. Kochi itakufanya utashika fieri ya kochi. Shika kivokoto. Ubariki unashika kivokoto moyo. Amen. Aje Mungu wa Israeli. Haleluya. Bali pita mu tribune na roho ya Bwana ilibasansa munda. Très bien. Amen. Amen. Safari inatembea mkini yote. Banasema huko kuna watu bantu tumoya, tuko na wala mizabi, mikulu waji. Usipime kupita pale karibu. Adamu aveni tuko napita bana kuona ni kukukokota, kukusampulula kutoka kubiloli ya migulu kufia bana kunyweli. Amen. Amen. Oyo Mungu wa Israeli. Haleluya. Yesu Kristo ni mfalme wetu. Amen. Bote wale wanaanza kuchambula kanisa ya Israeli leo Wanakiri. bani beba na utukufu sana. Na hapa tuko nasema ndio anatafuta kule. Amen. Amen. Ndio kwa maana wewe uko hapa. Kamina, iko kashi. Iko kashi. Ndio anatafuta maprofeti. Mwende mkafanye kazi ya Mungu. Kwa sababu kule tunaisha kuacha bilio. Amen. Amen. Mungu wa Israeli. Amen. Iko hapo moya ule anajipana anasema mimi huyu niko tayari, mimi napasha nani? Oh, Mungu asifiwe sana. Aina kwenda kutembea. Niweza kufanya Kazi. Mashunga. Mungu asifiwe sana. Tena mnyole. Tena ba bien. Ongeza tena ba bien. Asante na wewe kwako. Aina hiyo inafuata kule. Tena ba pause. Mungu asifiwe sana. Mnajua wakati unaitika au itike je kufurahisha watu. Mimi na furahi kwa sababu wenyewe wanaalamisha vilole ndio kwa wale walikuja hapo. Sasa masomo hapa si vacances. Sasa kama vacances inaisha No. tutabakigilia paka kule ufunjie kule utakuja. Tamochebe Kristo. Bala mmeyapata je. Bien, Mungu ataleta. Amen, amen. 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 Shangilia Bwana. Gloire au Seigneur. Ça c'est très bien. Dieu. Mungu ananifurahisha. Amen. Ni milele ngabile vile vinalamuka mimi napenda bitonakana na secretariat general kule kwa sababu atufanye masketch. Ndio. Atufanye masketch hapa. Tunafanya kazi ya nani? Ya Bwana. Na yote tunasema inapaswa kubaki vile. Wale bote wanaleta bilole yabo, wanapenda kurudia Kamina, bakafanya ile kazi, balete bilole. Tutafanya nguvu tutabari pia. Watakwenda. Paul Banzo. Nakutemwa ine. Eya bandi. Nakutemwa ine. Nakutemwa ine. Eya bandi. Nakutemwa ine. Nemoyo wandi yonse. Nakutemwa ine. Eya bandi. Nakutemwa ine. Nakutemwa. Nakutemwa ine. Eya bandi.
Asifiwe Jehova Mungu wa Israeli. Haleluya. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Wewe jina lako nani? Simama mbele. Bazaze yeye mtoto wako kwa kanisa. Hapo mbake. Basi kwaje? Bataichika huyu mtoto wenu. Yeye ni gaskari, mimi nauliza wazazi yake walimzala. Kapeti askari. Kama bana pa kanisa bakuwa walumbashi mupradre ma disposition ya kupatana wazazi yake. Zungumze nao. Ndio vile. Ndio. Ni kanisa ya Mungu inapaswa kufanya vitu vyote wazi très bien. Baliwe kama mtoto yabo anakuwa askari wa Mungu. Baruhusu ende kafanya kazi ya Mungu basi na baba wenyewe ndio watabarikiwa. Bien, unaweza kuikala. Leo unaona miaka ngapi? Anauliza mbingu. Amen. Hayuwe. Anauliza mbingu amjibu. Inachunga jibu. Ndio anajibu asema una ngapi? 17 ans. Mzuri sana. 17 ans mais unaonekana sana ungariki na 14. Aongeze mwingine. Mama wangu ya bien. Mama wangu babine. Afwe. Petit au mgongo. Namuka. Bazazi yake ya huyu baba yule baba. Jina mwingine. Nani? Polo banze. Bazazi yake banaweza kulia. Bazazi yangu ni baba yangu. Batechika. Hata kama betike bali niliamini Kristo aliniita mimi. Ndio. Kristo alikuita wewe pekee, ile tunajua. Mwito iko individuel, c'est normal. Amen. Na sauti ya Bwana inatuambia mtoto ati wazazi yake. Ndio vile kwa sababu ni mule mtakuja kumlizeka kwa miaka. Tunajua wazazi na mwive kwako kule tulitoka, tunaweza na Mungu apatia sauti. Ndio vile na ile ni kazi aina yako, ni kazi inabakia ya kanisa. Ba pastori utafanya nguvu paske mtoto wa mkonfreri ya msumbulie na wazazi, mwambie mwito ya Bwana inamuita kwenda akafanye kazi pale Kamina, atuyo umeshiku ngapi. Ndio vile. Ndio. Aje Mungu wa Israeli. Haleluya. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Na tunajua sema hapa tu unasema kuko wa askari wengine beko dilolo. Barenda dilolo wanafanya mwezi moja sasa. Na kisha mwezi moja balisha kuaminisha bantu 54 personnes. Haleluya. Tuko na ekipe nyingine iko kumoba. Ilienda kurenforcer kanisa ya Moba. Kudilo la kuna kanisa. Njoo mwanzo wa kanisa. Beko kule baskari wanafanya kazi. 54 personnes mwezi mmoja. Ni kazi kiloko? Kazi munene. Bale 54 ndio wale basha kuamini. Me bale beko na ungama na hapo. Basha kwa wingi paka hivi tumekala hapo. Ba kufuata sauti. Beko ba mingi. Maana kidilo lonyesha nyesha kutenka. Bantu kwa leo kwa Angola balisha kuya, balisha kupatana nabo. Alors ni kusema na Angola yenyewe tulisha kama Auje Mungu wa Israeli na Yesu Kristo ndio mfalme wetu. Amen. Ile wakati wewe unalenga une kokota paka mubilako mkonfreri. Amen. Sio programu kanisa. Ba mama. Aina kaje paka ya papa na ba mama bekwa. Shimuno hapa ninatembea. Niko pa na ba papa? Na ba mama. Chebote. Tuna ba mingi. Tuko pamoja. Amen. Amen. Auje Mungu wa Israeli. Alléluia. Kule na Kobeko, ça fait déjà 20 combien? Moba. C'était 24, avant-hier. Na beaucoup les cours déjà makumi mbili na hili. Boba yafanya hata mwishi. 24 personnes. Ni kazi mbaya. Kazi mzuri. Piga mbele mikono. Le. Sina wewe unakuwa kuna hamu ya kusema na mimi bakaniandike kwa kitabu ya uzima. Kitabu ya uzima ila pa huko mbingu. Kitabu ya uzima iko na njia hapa. Amen. Amen. Basi unaona kwa vile nasema uifurahi kama unakuandika kitabu ya uzima. Kitabu ya uzima kiko na njia wapi? Hapa. Hapa. Paka hii majina tuko na njika hii.
ye anaandika secretary general hapa. Kila anaandika na kumbingu vitabu vinafunguli na kule wanaandika. Ndio maana tunasema mambo ya Mungu hapana kufanya na mizaa. Kama unasema mimi najangaje, huyo asema ile engagement yako. Pale tu unasema na mbingu inafanya nini? Inaandika. Niona kile kingine kule. Bila vingine bidevyo vile kule. Na mwe Mungu ba prophet. Una zawadi gani? Sema ndiye unashimama kwa mimi mtu mgoni wanakuuliza wewe ndio tamurikana. Munganga na prophète. Voyez? Munganga évangéliste, très bien. Prophète, très bien. Voilà. Aujourd'hui, Mungu Israël. Alléluia. Alléluia. Mwanzo kulialia mwiba bazee bakanya ba maison. Oh, nani atakwenda? Nani atakwenda? Angalia baba kibole. Aujourd'hui, Mungu Israël. Alléluia. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Accomplir sa destinée. Mungu kama sasa utimiza mambo yake. Inapita tout entendement humain. Inashangaisha Mungu. Amen. 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 Ba mama ndio ngala problem pa kutenka. Acha mpishi ni Mungu. Bon. Ni matata. Faut pas basser papa chéri. Et puis problème moi mimi na constater hii ni entre parenthèses entre nous hein. Mungu ni mubariki sana. Mimi ndo saba bebe paisirete wanaanza kupita bwiki. Aje Mungu Israel. Haleluya. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Majabu baba. Huko tulikuya kukamina. Bantu kwenu batoka Kilumbe. Kilumbe c'est à peu près combien de kilomètres de Kamina? Combien? 350 kilomètres bantu kwenu batembea na Lwamukulu. Lwamukulu 350 kilomètres na babebe banapakata. 350 kilomètres. Ni distance ya kutoka hapa na Kolwezi. Na kupita wa kiloko. Lwamukulu. Usikie mapendo. Wewe unasema wa zamani. Utabakia pale vile na zamani yako na kuchuyuka. Utatoboka saa kikwembe na kisha yake utakuwa kama ya mtoto. Amen. Amen. Alléluia Mungu wa Israeli. Alléluia. 350 km Lwamukulu. Banatembea 250 km banafika Mukabondo. Mikulu ine bavimba. Amen. 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 Mulikuwa na tutoto Sauli. Lwamukulu 250 km. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 250 km à pied. Mais voyez, quand on a pris dans mon camp, on a demandé à passer papa, basi transport. Je coupe pas de transport. Mikulu iko na bibu. Jo pale mikulu mie na ni maka sana. Transport. Kutoka hapa kufika Kampeni. Na wewe tunaanza kufanya na wewe makilometri zamani, tunakwenda kufika Kibunduka, tuko naimba. Leo na wewe unakuwa civilisé. Yako civilisation ni batala kazi ya Mungu kwa sababu hauna transport ya kutembea pa 5 km. Transport. Tina transport. Kanisa inilipie kwa transport. Unanituma nikapeleke kifurushi cha kanisa Murwashi, lakini baba unipatie kombele transport. Basi kanisa yenyewe alipiana hata transport. Milishinda papa kwenda kufika kumulima ya Katanga kwa sababu nisikupate transport. Benzako barifanya 250 km Lwamukulu. Malaika. Banafika Kabondo, banalia, banasema baba. Tena ina zao benye barisema. Ule alisema ni pasero wabo. Jo pasero wabo alitembea ye, alibatangulisha mbele ye anafuata. Ile sana nafika kule banamuita baba Mikulu. Inavimba. Mesha tuteshia hapo. Tunapenda paka tukafiki.
wakati banatutumia sauti kukolwezi tunasema 250 wanafanya nene va prendre en charge. Kristo anabasikiria buluma alibatumia motoka inababeba juba ningia mukamina de Kabondo Kamina c'est 100 km. Amen. 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 Mungu wa Israel. Alléluia. C'est facile? C'est Ni kepesi? hakuna. Lakini basukuma ufanye vile ni nini? Utamu ya Mungu. Mwewe mnaisha kutuchoka, mnaisha kutujiba sana. Mimi balikuwa na hamu ya kusema tunashikiaka tu. Lakini hii ya leo paka tukajone batoto kidogo wanawaambia sema hamtaweza kutembea, batoto wanapika chini banaanza kulia saba. Banalia sana. Paka na shetwe paka twende mutwache twende. Tukajione. Banasema tushifungie watoto ya wenyewe mabaraka. Galibacha wanakuja. Na tulionana nao. Balikuwa mingi. 30 combien? 43 personnes. Ba mama na batoto bende kupapa. Mama paka vile kuna. Banakuwa kufika, banakuwa kuimba. Oh. Tuna sauti. Ba malaika. Ya. Mama Asafa. Uyafanya kitu. Il y a plus que ça. Amen, amen. Amen. Mungu Israel. Alléluia. C'est vrai, il y a plus que ça. Mwile unazania kasema unaweza kufika pa mwisho. Lala tena. Omba Mungu akufunulie tena ya mingi. Amen. Non, c'était très bien. Bana imba très bien. Hii madanse mbona landa sema na yo mwenjo wa mkizungu. Kama ni. Ya kweli. Timothée pekee mimi na landa eti. Hapana. Mimi na landa? Hapana. Churi yonea. Ya kweli. Katafuta kufuaka. Michezo. Anaona maringa inapita anasema tama na umejachilia. Amen, amen. Amen. Mungu wa Israel. Alléluia. Alors il faut laisser le Seigneur accomplir sa destinée. Mungu anakuwa na matengenezo makubwa sana na kila mtu. Lakini mtu peke yake ni yeye anaharibisha matengenezo ya Mungu. Leo roho ya Bwana inapenda kukwambia vile wewe ndugu. Uyoe kama Mungu ana wewe matengenezo mazuri sana ndani ya maisha yako. Omba Mungu upate kuifungua. Mungu aifungue. Mungu akufunulie hiyo, uijue. Kwa sababu maisha yako yanatembea na leo haina njoo yako. Amen, amen. Amen. Mungu akuumbe bantu asema mulubumbashi mumuyale babandi bakuwana. Eske ni kutaka kwa Mungu? Hapana. Ni kutaka kwa Mungu. Kutaka kwa Mungu ni amani itawale, neno lake lihubiriwe na kila mtu apate bahati ya kuokolewa. Amen, amen. Amen. Mungu wa Israel. Hallelujah. Na Yesu Kristo ndiye mfalme. Unisomee ndani unile. Haraka. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Lakini inafikia musezi. Sema mswahili. Amen, amen. Amen. Acha Mungu wa Israel. Hallelujah. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Na mswahili nisha musezi. Okay. Sasa nasema nini? Sasa inasema hivi, maana nani aliyejua nia ya Bwana? Okay. Acha Mungu wa Israel. Hallelujah. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Tunapenda kusema hivi. Huyu Mungu tunayamini. Wakati mtu anashika kabisa sheria yake. Wakati mtu anatembea kuambatana na kutaka kwa huyu Mungu. Japo inakuwa siri ile Mungu alitia ndani ya mtu, lakini kutaka kwa Mungu ni mpaka afikishe ile matengenezo yake ifikie kumwisho. Amen, amen. Amen. Atakase Jehova Mungu wa Israeli. Hallelujah. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Na kitu ile tunapaswa kujua ya kama tuepuke sana kukombana na Mungu. Maforme yote tuepuke ile kitu. Kwa sababu kazi ya dunia ni kukonvi na Mungu.
Amen. Amen. Ndio kazi ya dunia. Na kama tunasema dunia ni shetani. Kwa sababu ni yeye mpaka leo iko mtawala wa dunia yote. Na japo mimi najua mimi na mtu yangu mbele ya Mungu niko nini? Mbele ya Mungu sina kitu. Amen. Amen. Ndio nifanye nijajilie kabisa Mungu peke yake afanye mapenzi yake na mimi. Amen. Amen. Mungu wa Israeli. Amen. Unaweza kuniona niko nacheza sana na mzee wangu. Unaweza kujiuliza hapana yeye. Mimi nishipite Daudi. Daudi alikuwa mfalme. Si ndio vile? Alikuwa na binti vyote. Na alijua ya kama hakuna kitu kinapita kuheshimisha Mungu ndani ya maisha yake. Amen. Si ndio vile? Ndio. Na bibi pasi alikuwa mnofu. Alikuwa mtu. Bile kwa naye kaanza kufanya kwa karioni ilikuwa machafuko ilikuwa mambo ya haya. Kwa sababu alikuwa mtu. Na Daudi alikuwa mhali ya kiroho. C'était différent. Usikia kwa Daudi na kusikia kwa mke wake abikwe vitu ya namna moja. Na leo ni namna moja. Mimi kama niko ndani ya kanisa, kama mimi nasikia mwimbo, kama niko ndani ya kanisa, mimi naona panakuwa kazi ya kufanya juu ya Mungu, shiangari yake kumkongo. Amen. Amen. Hata makuta ya kunyisha bukari mite ipeleka ku kanisa. Amen. Amen. Hauje Mungu wa Israeli. Haleluya. Heureusement ule niko naye na yeye anaisha kushivia sema hiki kimuntu jo vile kiko. Amen. Amen. Hiki baba yabo na huyu Mungu wake anyamashe tu. Yeye mwenyewe afanye vile vile inamwambia parce que iko na confiance na Mungu wake. Amen. Amen. Jumla nasema kama mimi natosha ndio pale Mungu analetaka sana. Amen. 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 Hauje Mungu wa Israeli. Haleluya. Tunamwambia tulibebea bale bakami na shaja tupe na makuta. Tunatafuta nisema makuta ya kuendesha tusafiri nayo. Tunasema hatuwazi kuacha watoto ya Mungu wanahangaika. Paka hii tuko nayo tuitoshe. Tuwatumie. Tulitosha makuta tunawatumia na wabebe kwa gari banafika Mukamina. Na balifika na mimbo, bana sababu na buchungu wote. Amen. Na ni bantu balifundishiwa sana. Balikuwa kukamina. Bali tunaweza kusema ni villageois. Parce que kwa watu wanasema kama nikala hivi, muvile, mamioto na bintu kani, anaona saa yeye ndio anakuwa civilisé. Civilisation haina manyumba. Amen. Civilisation ya kweli c'est un problème d'esprit et de mentalité. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Mnafuata bien. Tulikuwa nabo kule kukamina, bale ba mama bale hautakutanisha mavi ya mtoto pampango. Orjo kitu kile mnashindwa kama hivi. Hata penye tunekala huko niona shia boka mimi sema pengine pa kusema tutoke. Tutapata tu mambo. Kwa mama pengine beko très négligente. Mtoto tayama n'importe où, ataona bintu mtoto kana weka anaacha. Hakuna sema nilokote nikatupe. Bali mwambia huko kwa manjimu tu ça malgré kusema. C'est tout un problème. Sinchupa yoyo. Bwana kwa yeye mpaka pa kibete nya kanisa. Papa tosha, tosha nchupa. Sio. Bwana kwa. Unaangalia unacheka. Tuma pape ama biscuit. Sio. Anakupa tena. Nyingine kuna kwa yoile. Ngatika cha kibeta. Mimi niambie. Kwa kusema tutoke hapa. Il était comme ça vile. Ou bien tu pas ba murashi ba bakia banzi kubilokota tout ça. Et pourtant mtu wa ule civilisé, mwe ba civilisé. Mimi mwambia sema wale mama walitoka kumkini walikuwa wenye kufundishiwa sana. Na mwe mko wenye kufundishiwa. Mimi bantu walikuwa na mashikio na baliheshimia mafundisho ile bazazi yao waliwapatia bazazi yao kilo. Utaona pale manekala bawili ndio wanazongana. Na vile balienda. Ba mama mimi nalanda. Hakuna kukokota. C'était des femmes, c'était des personnes extraordinaires. Amen. Amen. Mungu Israeli. Haleluya. Na Yesu ndiye mfalme wetu. Amen. Na unasoma ndani ya wale bantu hamu ya kupenda Mungu. Hamu ya kushikia. Hamu ya kutumikia. Amen.
Amen. Mungu wa Israeli. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Alo nini nipenda kuambia? Uwe kama ile matengenezo ya Mungu ndani yako iko makubwa sana. Umwachie Mungu atimize ule kutaka kwake. Maliza ile andiko. Anzulula na wishi. Maana nani anayejua nia ya Bwana amfundishe? Lakini sisi tuna nia ya Kristo. Sheye tuko na nia ya Kristo, maana tuko na roho ya Kristo. Namna tunapaswa kujongoza inapaswa kuachana na vile watu wengine wanajongoza. Amen. Kujua kwetu tunapaswa kuachana na kujua kwa watu wengine. Ufahamu yetu haiwezi kuambatana na ufahamu ya watu wengine. Kwa sababu akili ya kweli ni inatoka kwa Mungu. Na Mungu wa kweli ni yule tunaamini. Huyu Kristo mfufuko wake, huyu Kristo mfunuo wake kwa siku ya leo. Amen, amen. Amen. Azue Mungu Israeli. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Maliza. Inaisha? Andiko ifuatayo 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20 nasoma. na tutasimamia pa Romains 12 1 à 2. Twende. Hamujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu anafanya matengenezo yake, anaitia ndani ya mtu. Maana yake mtu anakuya ile fazi. Mungu alitayarisha juu ya kuonesha mtukufu yake. Tufuatane bien. Amen, amen. Amen. Inafaa kuyasema pale wiko. Uko kyombo kile Mungu alitayarisha. Anaweka mo matengenezo yake. Kusudi ile matengenezo ipate kuonesha utukufu yake Mungu na ikupatie wewe kyombo heshima. Tunafuata mzuri. Adieu Mungu wa Israeli. Donc vous êtes un objet, vous êtes un endroit, une place que Dieu a choisi pour y accomplir sa volonté. Amen. Kama vile tunasema mama unabeba kiungu unaweka pa moto. Jana ulipigia moto mson. Leo unasema nipigie mlenga-lenga. Kiungu kitasema mimi nakatala uniweke lenga-lenga. Wapi? Mimi natafuta mie unirudishie mpaka Thompson. Wapi? Chungu yuko na Kiungu kinaweza kuambia vile? hakuna. Alafu kama kile kiungu kinasema utasema tu. Mambo mengine. Kama kiungu kinaanza kukujibu. Utakichunga. Auze Mungu Israeli. Haleluya. Ujione vile. Ya kama mtu kiombo. Kile Mungu alitayarisha leo. Na ndani ya kile kiombo Mungu anaweka vitu yake. Yeye peke ndio anajua wakati gani anaweza kumitimiza. Kila anatafuta kufanya atafanya. Maandiko yanatuambia sema kuko mfinyanji ni wale wafanyaka mabiungu ya bulongo. Amen, amen. Kama Mungu anafanya mtu anafanya ibulongo yake anakifanya forme ya kiungu. Mekesho anasema mimi napenda kigwe kibakuli. Unakipomona. Kile kiungu kitasema unaanza kunipomona nini? Amen. Mtu eko capable, eko libre ya kufanya na kile ibulongo yake vile anataka na kupatia kile ibulongo forme yote. Na wewe ndio vile Mungu anapenda ujikompare leo. C'est ce que Dieu voudrait que vous soyez. Na njoo ile mtume Paulo. Juu ya kuweza kusaidia wale watu wetu wa Korinto. Leo ni sauti inatufikia sheye. Upate kujijua uko nani mbele ya huyu Mungu. Ndio utajua namna gani utachunga matengenezo yake ipate kutimilika ndani yako. Wanasema ujue ya kama uko nani? Rudia. Haujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Haujua sema ile mwili yako ni mahekalu ya nani? Ya Roho Mtakatifu. Unasikia mshiki? Ndio Unasikia? Rudia kwa lingine. Hamujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu. Amen. Amen. Roho Mtakatifu ile Mungu alileta anaweka ndani yako. Unajua sema a partir ya ile moma roho ya Kristo ilikala ndani yako, wewe unakuya kanisa ya Mungu.
Njoo ile ulizo. Tu kama mimi najua sema hakika hapa niko, mimi niko kanisa ya Mungu. Nitaacha mwenye kanisa afanye na mie bila anataka. Endelea. Na nyinyi si mali yenu mwenyewe. Wakati mimi najua sema Mungu alinifanya nikuwe hekalu yake na naweka mule ndani bintu yake. Amen. Amen. Haina tena mimi. Amen. Amen. Je ne m'appartiens plus. Sina tena mbie, sina tena wangu. Mimi nakuwa wabenyewe. Amen. Amen. Mungu asifiwe. Na Yesu Kristo ni mfalme wetu. Mtenisomea na mfrancais. Maliza mbele. Kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Donc mimi nakuwa kiombo kia valeur kwa sababu Mungu alininunua kwa bei ya mingi sana. Amen. Nilikuwa mwenye kupotea sana. Nilikuwa natembea kama vile mtu wa ovyo, mtu wa show faida, lakini wakati neno la Bwana ilifika ndani yangu, inanikokota, baraniingiza katika ubatizo takatifu, ninakuya mtu wa benyewe. Amen. Mungu aishabuniuza, ninashikwa kiombo kyake. Avile Mungu wa Israeli. Haleluya. Na Yesu Kristo ndiye mfalme wetu. Amen. Inapasha kujua vile we Israel ya kama hapa wiko hauna tena weye uko mali ya benyewe. Est-ce qu'on est vile? Ndio. Vous ne semblez pas accepter. Naitika. Amen, amen. 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 Rudi hapo. Asema rudi hapa ila ndiko. Na nyinyi si mali yenu wenyewe, kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Nyinyi Si mali yenu mwenyewe. hamuna tena nini? Mali yetu. Hamuna tena mali yenu. Basi kukuzi. Amen. Amen. Tuombe Mungu wa Israeli. Basi kukuza, unakuwa benyewe. Unakuwa benyewe wa nani? Wewe benyewe wa Kristo. Unaweza kusema vile au tufahamu? Mimi si mali yangu peke yangu. Mimi si mali yangu peke yangu. Sema bien. Mimi si mali yangu peke yangu. Niko wa benyewe wa Kristo. Niko wa benyewe wa Kristo. Sema mara nyingine. Niko wa benyewe wa Kristo. Eske vile unasema ni vya kweli? Amen. Na kote ukuri wakasema ndio vile. Amen. 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 Sasa kama ndio wakasema ndio vile hiyo, sasa bubishi ule unafanyaga ni kwa nini? Mali ya benyewe. Mwenye mali anakuambia sema leta makuta ufanye mlima mruashi. Bila walikwambia ule bifanye. Kama tunauliza pastor kweli atatuambia sema mwewe mlijibia kwa ile matengenezo. Hapana. Wamebisa muuliza. Mewe moya na roho yako. Amen, amen. Amen. Mungu Israeli. Haleluya. Yu wasema hauna tena mali yako. We peke pale unekala. Uko wa benyewe. Amen. Amen. Na kama vile ni pale utasema Kristo afanye kutaka kwake na mimi. Amen. Amen. Basi niko mali yake. Fanya na mimi vile unataka. Est-ce unaweza kusema vile? Fanya na mimi kile unataka. Kristo niko mali yako. Kristo niko mali yako. Fanya na mimi vile unataka. Fanya na mimi vile unataka. Rudi hapo. Kristo niko mali yako. Fanya na mimi vile unataka. Sema wale wengine. Kristo niko mali yako. Fanya na mimi vile unataka. Hapana milomo tu. Mimi napenda ndani yako kila pakilali yako pale. Kristo niko mali yako. Fanya na mimi vile unataka. Unajua sema unalapa. Unajua sema unalapa. Esi unajua sema unalapa. Au unafanya mizaa. Kama ni mizaa acha kusema. Na kama unayua ya kama ile kitu unasema ni vya kweli. Rudi hapo tena mara nyingine ya mwisho. Kristo niko mali yako. Fanya na mimi vile unataka. C'est Dieu merveilleux. Fais de moi Ce que tu désires. fanya nami vile unataka. C'est tout ce que Dieu vous demande.
Na kama alikuita kwa mlima ni juu ya ile tu. Amen. Uyue ya kama hauko tena mali yako peke yako. Na kama tunasema mali, maana yake unakuwa kitu cha valeur. Unakuwa mtu wa bei sana juu ya Mungu. Sasa kile Mungu anakulomba tu ni wewe kusema amen Christ, fais de moi ce que tu veux. Amen. Amen. Fanya na mie kile unataka. Et que cela s'accomplisse exactement. Vile unasema parce que ni malako. Parce que ni kiapo nafanya kumlima mtakatifu. Na utaona hii yote roho inasema hapa itatimilika ndani ya maisha yako. Hii yote roho inasema itatimilika ndani ya familia ya Lubumbashi. Amen. Bwana bariki neno lake. Amen. Amen.